Mwanaume mmoja ambaye anataja kama ni mfadhili wa mbegu za kiume na baba wa watoto 180 amenyimwa haki ya kuwa mzazi. Jaji wa mahakama kuu alitilia shaka motisha ya Robert Albon ya kuwazaa watoto wengi. Story iko hivi: mwanaume ambaye ametoa ufadhili wa mbegu za kiume ambaye anadai kuzaa zaidi ya watoto 180 duniani kote amenyimwa haki za uzazi kwa mtoto aliyemzaa kama mfadhili kwa njia ya asili. Robert Albon ambaye alichapisha sampuli za mbegu za kiume zilizopakiwa na kugandishwa ili kuziweka katika hali ya ubaridi, alitaka kuwa na udhibiti wa mzazi wa mtoto wake na kuwasiliana na msichana aliyezaliwa mnamo 2023. Sasa kwa upande wa jaji wa mahakama ya juu bwana Jaji Paul alikataa ombi la bwana Albon akidai mfadhili huyo anataka kudhibiti wengine na anaweza kuhamia familia nyingine kama alivyofanya hapo awali. Sasa akasema ushahidi ulio mbele ya mahakama unaonyesha kwamba bwana Albon atafanya ngono na au kutoa mbegu zake kwa ajili ya upandikizaji wa bandia kwa mtu yoyote anaye uhitaji wa mtoto. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 54 badala yake alimwomba hakimu kumpa jukumu la mzazi pamoja na kuwasiliana na ana kwa ana. Mahakama pia ilisikiliza kesi ya msichana mwingine aliyezaa na bwana Albon mnamo mwaka 2022 ambaye anajulikana kama CB. Sasa hoja ziko hivyo na inavyoonekana ni kwamba dhahiri mahakama inaweza kuzuia vipengele vilivyopo kwenye mkataba. Kawaida duniani tumeshazisikia stories za aina hii, mtu kuweza kufadhili mbegu zake za kiume kwa wanawake wenye uhitaji wa mtoto kwa kupandikiza au kufanya ngono kulingana na mikataba ambayo mnakubaliana nyinyi wenyewe. Baada ya hapo kila mtu anakuwa na maisha yake. Hakuna kufuatilia swala la mtoto. Kama ni mama basi anabaki na mtoto wake, kama ni familia ilikuwa haina mtoto basi mtoto anakuwa ni wa kwao na wewe hauhusiki na chochote. Sasa bwana Albon anaonekana anazeeka vibaya kwa kuweza kuhitaji kufuatilia moja ya mtoto ambaye alipandikiza, na hii akipandikiza unajua hapa kuna pesa ambayo anakuwa anapewa. Kwa hiyo hiki kinachoendelea hapa ni kwamba huyu mzee katika baadhi ya comment za watu wanasema kwamba anazeeka vibaya kwa sababu anachotakiwa kufanya endelee na msimamo wake huo. Sasa takwimu zinasema mfadhili huyo wa mbegu za kiume amefanya hivyo mara 180.